Ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Serikali ya Tanzania imesema ushiriki hafifu wa wananchi katika kutoa taarifa za watoto wanaoolewa nchini umekuwa ukichangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa ndoa za utotoni, hali inayopelekea watoto hao kukosa fursa ya kupata elimu. Akiongea leo jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto Bi Anna Maembe, wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kuhamasisha jamii kutokomeza ndoa za utotoni, amesema baadhi ya jamii zilizopo katika kanda ya Ziwa zimekuwa zikishiriki kuoza watoto wao na hivyo kuwahatarishia maisha yao, huku sheria ya ndoa nayo ikiwa ni kikwazo. Serikali inatimiza wajibu wake, lakini nchi hii sasa hivi ina zaidi ya watu milioni 50. Hivi hiyo serikali itafanya kazi yote hayo bila wewe mwananchi kuleta taarifa? Fulani na fulani wamekubaliana, watoto wao wamepeana mimba, mwanaume ana miaka 15, mwanamke ana miaka 13, wamekubaliana, wamewafungisha ndoa. Usipotuletea taarifa hizo, usipopeleka taarifa polisi, usipopeleka taarifa kwenye kitengo chochote kitakachoshughulikia haki ya mtoto, serikali haitayafahamu. Naomba nirudie wito wangu, tufanye kazi kama timu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania TAMWA, Bi Valerie Msoka, amesema usiri mkubwa uliopo miongoni mwa wazazi na walezi unachangiwa na umasikini katika familia hizo na unasababisha watoto wengi kuolewa wakiwa na umri usioweza kumudu majukumu ya ndoa. Wa masuala ya jinsia na watoto na kupinga unyanyasaji wa kijinsia, na ambalo swala la ndoa za utotoni ni mojawapo ya unyanyasaji wa kijinsia. Asanteni. Vyombo vya habari. TAMWA imejua nguvu ya vyombo vya habari. Mwaka 1998 SOSPA ilianzishwa kwa nguvu ya vyombo vya habari. Wanawake, mitandao ya wanawake, wote wanaopinga unyanyasaji wa kijinsia walikuja pamoja, lakini sauti ilisikika kwa sababu ya vyombo vya habari. Tulipozungumzia masuala ya ulemavu wa ngozi Shinyanga, vyombo vya habari vilizungumza, viliandika mpaka ikajulikana kwamba ni swala la kitaifa. Tuendelee na kurasa. Rais Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania kesho kutwa Jumatano anatarajiwa kufungua mkutano wa kwanza na kikao cha 3 cha bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kitakachofanyika jijini Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Karimjee. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, spika wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Margaret Nantongo Ziwa amesema mara baada ya kufunguliwa kwa mkutano huo, wabunge watajadili miswada kadhaa ambayo ipo mbele ya kamati za bunge hilo, ikiwa ni pamoja na muswada wa elimu. We shall have the official welcome and opening of the session by His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the President of the Republic. We shall receive and consider reports from various committees of the Assembly. The reports will include, for instance, the Committee on Regional Affairs report, which will be a report jointly with the African Leadership Center on the East African Societies on Regional Security. We shall also receive the report on the Committee of Agriculture, Tourism and Natural Resources on Regional Parliamentarians Workshop on Forests and Climate Change, and the report on the Committee on Communication, Trade and Investment on the East African Community Aviation Sector. Tumalizie kurasa kwa hili. Dawati la ukatili wa kijinsia wilaya ya Kinondoni limesema kuwa limekuwa na mafanikio katika kuelimisha wananchi kuhusu ukatili wa kijinsia na wananchi kupunguza vitendo hivyo na pia kuhamasika kuhusu kupambana na ukatili wa kijinsia. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na mkuu wa dawati la ukatili wa kijinsia polisi Kinondoni, mkaguzi msaidizi Priska Mwalongo, wakati wadau mbalimbali wa kupingana na ukatili wa kijinsia wakiungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya rangi ya chungwa, siku inayoadhimishwa kila tarehe 25 katika miezi yote kupinga ukatili wa kijinsia. Wito kwa jamii ni wananchi wote wasikae na vitu hivi majumbani mwao, wasikae na vitu hivi kwa kuabudu mila na desturi. Tunaomba hata viongozi wa dini, kwa mfano muadhini anapoadhini ile asubuhi, akitoa neno dogo tu la dawati, makanisani wakitoa tu elimu ya dawati, wananchi wote wataweza kufika vituo vya polisi kuripoti adha zao. Wako akina mama wametapeliwa na wanaume wao katika mambo ya mirathi, wako watoto yatima ambao mpaka sasa hivi bado wanateseka
mali zao zimechukuliwa na wajumba. Wako wasichana wa kazi wanabakwa ndani ya nyumba, mama akiwa anatoka asubuhi kurudi usiku, baba yule hana kazi, anakuwa yuko nyumbani, au baba yule anafika kazini anarudi nyumbani kwa ajili ya kukaa na msichana wa kazi kwa ajili ya mapenzi. Kwa sasa tumeweza kufikisha kesi 45 ambazo hizi zote ni ukatili ambao umefanyika majumbani, na hasa imezidi kwa wasichana wa kazi, ambao tumefanikiwa kuwarudisha wasichana wa kazi 20 majumbani kwao na kufanikisha waweze kupata mishahara yao, lakini kuna kesi nyingine ambazo zinaendelea mahakamani. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika.